Hayawi yamekuwa ilani ya chama inatekelezwa hapa Kigamboni, ambapo zaidi ya bilioni 10 na ushe zinawekwa hapa katika shule na miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri ya manispaa ya Kigamboni. Kamati ya siasa ya mkoa wa Dar es Salaam inayoongozwa na katibu mkuu wa CCM mkoa leo imefika hapa kujionea namna miradi hii ya maendeleo inavyofanywa katika manispaa hii. Aidha, tumepata kupita katika shule ya msingi ambayo imejengwa kisasa zaidi. Kadhalika tukapita katika kituo cha afya ambacho kimejengwa kwa bilioni 4 na ushe. Hapa ni funga kazi ambako zaidi ya bilioni 9 zimewekwa hapa kwa ajili ya kujenga shule mseto ya wasichana na wavulana kwa mkoa wa Dar es Salaam. Siasa ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo imeongozwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi ndugu yangu Elias Mpanda kwa niaba ya mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam mzee wetu Mtemvu. Nikiri kwamba wilaya na manispaa ya Kigamboni imepokea fedha za maendeleo nyingi sana kutoka serikali kuu, lakini zaidi pia kutoka vyanzo vya ndani. Na kwa dhati kabisa sisi miradi yote ambayo tunaisimamia kwa uwakilishi tu wa Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Maelekezo yake yote ambayo anayatoa kwetu kuhusiana na usimamizi wa miradi ndiyo hasa ambayo Chama cha Mapinduzi kimekuja kwa ajili ya kujiridhisha na kuweza kuona. Hapa nyuma yangu hili ni jengo kubwa na ambalo ni shule ya mkoa, na ni jengo ambalo litajengwa kwa bilioni nyingi, zaidi ya bilioni 9 ambazo zitajengwa na jengo hili. Na fedha hizi zote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini zaidi pia tumetoka kuangalia hospitali ya mfano ambayo ni kituo cha afya kitakachojengwa kwa zaidi ya bilioni 4.5 mpaka bilioni 4.9, kwa maana ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameridhia ziweze kufanya kazi ya Watanzania. Kikubwa anachoweza kusisitiza ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wa kuweza kukagua miradi kwa sababu ndicho chenye ilani na namna ambavyo kinaangalia namna serikali inavyoweza kutekeleza ahadi zake. Na ninayo furaha kwamba mwenendo wa utekelezaji wa miradi Chama cha Mapinduzi kimeridhishwa, na kwamba yapo maoni ambayo tunapaswa tuongeze spidi, lakini zaidi spidi ya usimamizi, spidi ya ujenzi, spidi ya viwango na vitu vyote, ili angalau mambo yaweze kwenda sawa sawa. Pamoja na haya, mimi pia kama mkuu mkoa tumeendelea kuonya wale wakandarasi wote ambao wamekuwa na tabia ya kuchelewesha miradi na kubadilisha fedha ziende kwenye mambo mengineyo. Unamlipa mkandarasi leo fedha, lakini yeye anachukua fedha na kwenda kujenga barabara badala ya kujenga jengo. Kwa tumewaonya pia wakandarasi wa namna hiyo, lakini kwa wale wakandarasi ambao wanadai pesa zao, pesa zipo, na kwa mantiki hiyo ni kitendo cha kwanza kurais certificates zao ili waweze kulipwa kwa wakati. Jambo la mwisho ni kwamba tumedhamiria miradi ya elimu na miradi ya afya yote ambayo inajengwa ndani ya manispaa na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam wote kwa ujumla tuijenge kwa kwenda juu, kwa maana ijengwe kwa njia ya magorofa ambayo inasaidia moja, kuwa na land management kwa maana matumizi sahihi ya ardhi, lakini mbili, kuwa na fashion isiyokwisha haraka kwa maana kutumia teknolojia ya sasa, lakini jambo la tatu, eneo dogo kuchukua wanafunzi wengi, kwa maana kama na square mita 2000 ambazo kuna zitumia kwa majengo 10, sasa tutakuwa na square mita 2000 ambazo tunazitumia kwa majengo karibu 40 kwa sababu yanakwenda juu. Kwa hiyo eneo dogo kuwa na watu wengi. Lakini la mwisho zaidi, nyinyi mnafahamu mji wetu huu una bahari kila kona. Kwa hiyo utakapojenga kwenda juu pia inasaidia kupata view ya mji, watu waweze kuona bahari na kuweza pengine kuona jambo ambalo litakuwa ni vutivu zaidi. Kwa baada ya kusema haya, niendelee kukiri kwamba ninaamini kwa haya ambayo Chama cha Mapinduzi kimetoa comments, na sisi tunajiandaa sasa kwenda kusoma ilani ya utekelezaji wa ilani kwenye kikao maalum, ili Watanzania kwa pamoja, wana CCM na wasio wana CCM, waweze kuona maendeleo na kazi zinazofanywa na CCM. Tumelizungumzia ni kwamba tunazo shule chakavu. Mtakumbuka kwamba miaka 2-3 iliyopita Mheshimiwa Rais alitoa fedha kwa mfululizo kwa ajili ya kujenga madarasa katika shule nyingi kutokana na shule nyingi kuwa chakavu. Sasa mkoa wa Dar es Salaam peke yake kwa mapato ya ndani tunakusanya si chini ya bilioni 300, kwa maana tukizigawa katika halmashauri, kila halmashauri imepangiwa mapato yake. Sasa katika bilioni karibu 300 tukasema bilioni 100 kila mwaka ziwe zinafanya kazi ya kutengeneza mashule kwa kwenda juu, hatuwezi kufeli. Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa ni kwamba yale madarasa yote chakavu ya zamani
ambayo tayari yapo kwenye baadhi ya shule, tunapoyabomoa na kujenga upya, tuna encourage sasa ujenzi wa magorofa. Kwa hiyo tutaanza kuziphase out taratibu kutokana na vipato na kutokana na fedha ambazo tunaendelea kuzipokea na zile ambazo tunaendelea kuzikusanya. Huo ndio msisitizo kwa sasa, kwamba sio jengo linabomolewa halafu tena tunarudishia jengo lile lile tena dogo au lile lile fupi na ambalo wanafunzi wamekuwa ni wengi zaidi, halafu mji wetu land acquisition yake imekuwa ni ya gharama kubwa. Ndio maana tunasema zile shule tunaanza kuzifuta taratibu zile ambazo zimechakaa, na kwamba ujenzi wake mbadala utakuwa ni wa kwenda juu. Hii mtakumbuka kwamba miaka michache iliyopita tuna shule inaitwa Dar es Salaam Girls, iko pale Kwembe. Tumeijenga kwa zaidi ya bilioni 4.5, fedha ambazo Mheshimiwa Rais ametoa kwa ajili ya watoto wa kike nchi nzima, na sisi tukabahatika kuipata shule ya mkoa ya wasichana. Hii unayoiona hapa ni shule kubwa pia nyingine ya mkoa, kwa maana kwamba kwa kuwa Dar es Salaam kuna wanafunzi wengi na kwa kuwa Dar es Salaam kuna population kubwa, kwa hiyo tumepata bahati sasa ya kuwa na shule za mkoa zaidi ya moja, ili sasa kuweza kuaccommodate wanafunzi zaidi, na kwamba nani atakuwa anakuja hapa. Si wanafunzi wote watakuwa wanakuja hapa. Tunajaribu kuangalia wale wanafunzi moja wenye bidii nzuri katika madarasa yao wanakotoka na ambao watapata kama zawadi. Sasa tuna award kwa kuja katika shule nzuri ambayo ni shule ya bweni, ni shule ambayo itakuwa na mazingira yote safi. Lakini zaidi pia tunamwawadi mwanafunzi aliyefaulu kuliko wengine wote, kwa maana ndio anakuja pia hapa, kwa sababu anayefanya vizuri lazima pia umpe kila anachostahili. Lakini jambo la tatu pia, shule hii itakuwa pia na modo nyingine, modo za ufundi, modo za kuwafundisha watoto maisha mengine. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ukija hapa pamoja na kufundishwa huu mtaala wa kawaida, lakini zaidi pia utapata skills za nje ya hapo ambazo ukimaliza form 4, ukimaliza form 6, ukimaliza utapata namna ya kuweza kwenda kujitegemea. Sasa status yake ni kwamba wazazi wawe na imani na shule ambazo zinajengwa na serikali, na hasa zile shule ambazo pia zinamilikiwa na serikali. Wakati fulani tumekuwa na vichwa tunashindwa kuelewa kwamba shule za serikali ni nzuri, lakini nyinyi mnakumbuka miaka yote iliyopita mashule kama ya Mzumbe, Kilakala, mashule kama ya Iribol, mashule kama ya Malangali, Pugu, Minaki, mashule Iringa Girls kule Mbeya, yalikuwa ndio mashule yanayoongoza vizuri, na waliokuwa wanasoma ni watoto wa kawaida sana. Lakini leo kwa sababu mashule yameibuka mengi ya private, tumeanza kama vile kufanya comparative study na kwanza kudharau za serikali na kuvalue pengine zile za private. Sasa niseme tu kwamba hizi shule za serikali zinatoza, tunaweza nikasema ni kama bure mwanafunzi kusoma. Lakini sio kwamba ni bure, ni kwa sababu serikali ina compensate, inaleta ile pesa mashuleni ili watoto waweze kula, waweze kupata vifaa vizuri na mambo mengine namna hiyo. Shukuru na ninyi kwa hii ziara nzuri ambayo tumeifanya leo ya kamati ya siasa halmashauri kuu ya mkoa. Mtakumbuka tulivyoanza ziara asubuhi nilisema kwamba taasisi ya kisiasa duniani kote mtaji wake mkubwa ni watu. Kwa hiyo kama haitahangaika na shida za watu juu ya afya, juu ya elimu, juu ya maji, juu ya miundombinu na huduma zote za kijamii, haiwezi kaungwa mkono. Lakini niye nimeshahidi toka mfumo wa vyama vingi uanze, mwongozi shupavu na hodari wa rais wetu, mwenyekiti wa chama chetu, Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan. Ziara hii ya kamati ya siasa ni utaratibu tu kwamba baada ya uchaguzi tunaunda serikali, tukiunda serikali wataalamu tunawakabidhi shughuli za kufanya, kwa sababu sisi wanasiasa hatuna taaluma. Lakini tumewaambia asubuhi pale kwamba katika utekelezaji wa shughuli hizi lazima wajue kuna mambo mawili, kuna taaluma alafu kuna nafasi. Ni wangapi ambao wana taaluma kama zao hawajapata nafasi ambao wanazo? Kwa hiyo tuwapongeze kwa kipindi chote hicho ambao tumewakabidhi jukumu la kufanya la kutekeleza ilani. Kwa kweli wamefanya kwa kiwango kikubwa sana. Na baadhi ya maeneo mtaona kwamba wananchi wana imani kubwa sana na miradi ambayo imepelekwa. Ni miradi ambayo haijakamilika, wameendelea kupata matokeo. Kwanza na shule ya msingi mmeiona kule, lakini baadaye tukaenda kwenye jengo ambalo ni kituo cha afya kikubwa kabisa cha gorofa ambacho kinagharimu zaidi ya bilioni 4 na milioni 900. Lakini hapa na nyinyi ni mashahidi, shule hii ambayo sasa tunategemea kwamba vijana wetu katika mkoa huu, katika halmashauri zote au manispaa zote watakuja katika shule hii. Kimsingi kwa asilimia kubwa kabisa, kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa tumeridhishwa kabisa na utekelezaji wa ilani huu ambao umefanyika.
Nawashukuruni sana. Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Kigamboni, ni mimi Amfreshao wa Michuzi TV.